Sasa leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia za kumgundua mtu muongo ndani ya sekunde 60, yani dakika moja. Unajua katika maisha ya kawaida watu wengi wanatudanganya na unaweza kuingia kwenye mtego wa kudanganyika kwa sababu unakuwa haujui kama huyu mtu anakudanganya. Na sasa hivi waongo wameshapata mbinu nyingi kwa sababu maarifa yamekuwa mengi sasa hivi. Watu wanajifunza, wanajua namna ya kujiposition vizuri ili usimgundue. Sasa leo nitakufundisha mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kumgundua mtu muongo, na hizi za kusaidia katika mahusiano, katika maisha ya kazi, lakini pia hata kwenye maisha ya kila siku, kwa sababu waongo mara nyingi lengo lao waga sio zuri, ni kukudanganya na kukufikisha katika sehemu ambayo haifai kabisa. Sasa leo nitakuonesha siri za kugundua hao watu waongo, lakini pia zitakusaidia kujilinda na watu wa namna hiyo. Lakini kama hii ndo mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Okay, kwani tunasema sekunde 60? Unajua wataalamu wa saikolojia lakini pia na wataalamu wa masuala ya kusoma lugha za mwili wa binadamu walikuja kuona kwamba sisi binadamu tuna muda mchache sana kabla tujaanza kubadilika, kuanza kujiigiza kwa tabia tofauti. Unajua sasa hivi maarifa yamekuwa mengi. Watu wameshajua kwamba muongo yuko hivi. Kwa hiyo anaweza kujiposition tofauti. Sasa tunaangalia muda mchache sana kumgundua mtu kabla mtu hajaanza kujiigiza tofauti au kujiweka tofauti. Kwa mfano labda kuna msemo waga unasema mtu anapokuwa anaogopa kuangalia machoni anaficha kitu. So mtu anaweza tengeneza mazingira kukazia macho ili afiche hicho kitu. So maarifa yamekuwa mengi sana. Kwa hiyo tunatumia muda mchache wa sekunde 60 ambao ni sasa na dakika moja ili kuona zile dalili ndogo au mabadiliko madogo ya mwili na sauti ili kugundua mtu muongo. Hizo wakati tunaziita micro expression, vile tabia vidogo vidogo ambavyo vinatokea kwa mtu bila hata yeye kujua. Hivyo tunaweza kusaidia sisi kugundua huyo mtu ni muongo au mkweli. Kwa hiyo muda wa sekunde 60 ni muda ambao tunasema ni genuine, ambao utaweza kusaidia wewe kumgundua mtu kabla hajaanza kubadilika, kuigiza tabia tofauti ambazo zinaweza kukupoteza wewe usimgundue kama ni muongo. Okay, sasa kwenye macho ambao ndio mbinu yetu ya kwanza, huwa tunaangalia vitu vya msingi kama vifuatavyo. Unajua uchunguzi wa mwelekeo wa macho unaweza kufichua mengi. Kwa mfano, kukwepesha macho. Sasa mara nyingi mtu anayekopesha macho huwa ni ishara kwamba huyo mtu kuna kitu anaficha, lakini kwa makini inaweza kuashiria pia aibu. Kuna watu ambao hawawezi kuangalia watu. Sio lazima kwamba kupesha macho tu ni uongo. Angalia jinsi mtu alivyokuwa. Waga tunaangalia pia baseline. Tutakuja tuangalie huko mbele baseline ni nini, lakini kiukweli macho sio lazima mpaka mtu awe muongo ndo akupeshe macho. Kuna wengine ana aibu ya asili. So mtu ambaye hawezi kutazama machoni kuna kitu anaficha. Lakini pia kukazia macho mara nyingi ni jaribio la muongo kuonekana mkweli. Sasa hivi kama nilivyosema awali, waongo wameshapata elimu nyingi. So wanaona kwamba mtu ambaye anakopesha macho nionekana kama ni muongo. So anaukazia macho, anaukodolea macho kuliko kawaida ili kukuaminisha kwamba umwamini kwamba anayosema ni ya ukweli. Lakini pia mwelekeo wa macho. Macho kuangalia kulia mara nyingi uhusishwa na ubunifu wa hadithi. Sasa hapa naomba unisikize vizuri. Katika utafiti wa saikolojia na tabia za binadamu, kuja kuonekana mtu anapokuwa anaangalia juu afu akaangalia kushoto ni mtu ambaye anavuta kumbukumbu. Kwa mfano umemuuliza ulikuwa wapi? Afu akaangalia juu akaangalia na kushoto, upande wa kushoto, huyo mtu anavuta kumbukumbu za kweli. Lakini akiangalia juu akaangalia kulia, huyo mtu anatengeneza hadithi. Na kutengeneza hadithi maana yake ni kitu ambacho hakina uhalisia. Kwa unaweza kugundua hivyo kwenye macho kwamba jinsi anavyotizama, lakini jinsi anavyokazia macho na anavyokwepesha macho. Lakini kwa makini, sio lazima kwamba paka anaposhindwa kukuangalia ni muongo. Hapana, kuna watu wengine ni wanakuwa na aibu ya asili. Na ndio maana tutakuja tuangalie baseline, yani jinsi ya kujua tabia yake ya mtu ya asili. Kwa hiyo ukishajua maana yake utajua sasa jinsi gani ya kugundua huyu mtu ni muongo au sio muongo. Kwa hiyo macho tunaangalia vitu hivyo na vitatupa picha kwamba huyu mtu ni muongo au sio muongo. Lakini sasa angalia baseline. Sasa baseline mara nyingi ni tabia ya mtu ya kawaida. Yani kabla ya kuuliza maswali ya mtego, chunguza tabia ya kawaida. Tunaita baseline ya mtu. Baseline ni ile hali ya mtu ya kawaida. Kwa mfano, mtu akiwa anaongea, anaongea kwa sauti ya juu, huwa anacheka sana, au anaongea kwa kuinua mikono. Hiyo ndio baseline yake. Yani ile tabia ya mtu ya kawaida, akiwa hajakasirika, akiwa hajanuna, akiwa hajafurahi sana, hiyo ndio tunaita baseline kisaikolojia. Sasa kwa mfano unapomuuliza maswali ya mtego,
alikuwa anaongea kawaida, anajibu kawaida, ukaona anabadilika, maana yake katoka kwenye baseline yake. Na hii mbinu waga wanaitumia sana wachunguzi wa FBI huko Marekani. Anaanza kuuliza maswali ya kawaida, unaitwa nani, umekula nini mchana, unajibu maswali ya kawaida kwa sababu utakuwa unajibu kwenye baseline yako ya kawaida na unakuwa kwenye utulivu, ili aone tu kwamba baseline yako ikoje unavyojibu, unavyoitikia, afu baadaye anakuchenjia ile maswali ambayo anahitaji akuulize. Akiona unashtuka zaidi, unaanza kuongea kwa sauti ya juu, tayari anajua kabisa kuna kitu unaficha. Sasa unapoanza kujibu maswali ya kawaida, anapoanza kujibu mtu maswali ya kawaida, angalia sauti, ishara za mikono na kasi ya kuongea, na hii inakusaidia kutambua mabadiliko atapokuwa anadanganya baadaye. Hiyo ndio baseline, kwamba angalia baseline yake ya kwanza. Alafu ukishapata baseline yake, basi anza sasa kumuuliza maswali ambayo ni ya mtego kidogo, lakini kabla ya hapo anza kumuuliza maswali ya kawaida. Unaitwa nani, unaishi wapi, alafu angalia jinsi anavyokujibu, jinsi alivyotulia, alafu muulize sasa, hii pesa iliyopotea nani kaichukua? Unaanza kupayuka, anaongea kwa sauti ya juu, hapo kuna kitu anaficha. Hii ndio mbinu wanaitumia sana watu wa Marekani, FBI wanatumia kukamatia wezi na wahalifu. Anakuuliza maswali ya kawaida, anakuambia leo umekula nini au unapenda nini, unajibu kawaida, afu baadaye anakubadilishia ili kuona utofauti wa baseline ya kwako. Lakini pia tunaangalia pia viashiria vya maneno. Sasa kwenye maneno wako kuna mambo ambayo unaweza kugundua kwamba huyu mtu ni muongo. Sasa kitu ambacho tunaangalia ni kujitenga na tukio, kuepuka kutumia maneno kama mimi au yangu. Unakuta kwa mfano nauliza, nani kachukua hela hapa? Nakwambia mimi sijachukua hela. Mara nyingi watu ambao ni waongo waga wanajiepusha na maneno mimi, sisi au yangu, kwa sababu ile pressure ya kutaka kujihusisha na tukio inakuwa kubwa sana. Kwa hiyo anajitengenezea mazingira ya kujiepusha kabisa na tukio hilo. Kwa hiyo utakuta anasema hiyo hela haijachukuliwa, au sikuchukua hiyo hela, au hiyo hela haijachukuliwa na mtu yoyote, ili kujitenga na tukio. Lakini mtu ambaye ni mkweli huwa haogopi kutumia mimi au kujihusisha na tukio, kwa sababu ana uhakika kwamba hajafanya hivyo. Anaweza kuambia mimi sijachukua, au nani kachukua hichi kitu hapa, anakuambia mimi sijachukua hicho kitu, hakijachukuliwa. Yani anajitenga kabisa na tukio. Mara nyingi ni ishara kwamba huyo ni muongo, kwa sababu mtu ambaye ni mkweli haoni shida kujihusianisha na tukio husika. Lakini pia muongo anakuwa na maelezo mengi, kutoa maelezo yasiyo ya lazima ili kukuaminisha. Unakuta anaongea mambo ambayo hata hayahusiki, anaongea vitu vingi ambavyo hata hujamuuliza lengo. Mara nyingi waongo wanatumia maneno mengi wakiamini kwamba ili njia hii itakusaidia wewe kumwamini, lakini kiukweli ndio waga inaharibu kabisa. Kwa hiyo unaweza kugundua, unakuta hujamuuliza jambo fulani, yeye ameanza kuelezea mambo mengine ambayo hata hayahusiani. Muuliza jana ulilala wapi, anaanza kuambia kwamba kuna kazi fulani ilienda, yani vitu vingine ambavyo havihusiki kabisa na swali uliomuuliza. Lakini pia kurudia swali. Hii ni njia ya kisaikolojia ya kujinunulia muda wa kufikiri. Unakuta unamuuliza jana ulikuwa wapi, naye anakuambia unaniuliza nilikuwa wapi. Yani anarudia swali juu ya swali ili kuchukua muda wa yeye kufikiri, kwa sababu mara nyingi ili atengeneze uongo lazima apate muda kidogo akatengeneza uongo. Kwa hiyo ukimuuliza tap kwa tap, maana yake anakosa ule muda na atabai time kwa kutafuta swali ambalo umemuuliza ili apate muda wa kufikiria zaidi. Kwa hiyo hivi vitu unaweza kuvigundua kwenye maneno ya mtu ambaye ni muongo. Lakini pia kwenye mwitikio wa mwili, jinsi mwili wa mtu muongo unapobadilika baada ya yeye kuanza kusema uongo. Sasa wao kuna asali ambazo zinatokea ndani kabisa katika mfumo wa neva. Sasa mfumo wa neva hauwezi kuficha kila kitu. Ishara kama kugusa pua au uso au kwenye shingo, hiyo waga inaonyesha ni mishipa ya damu inakuwa imeenda kwa wingi zaidi, imepeleka damu katika maeneo hayo. Kwa sababu mtu yote anapopata hali ya msongo wa mawazo ndani, anapokuwa anaongea uongo, kutakuwa na mgongano wa ndani unapelekea ile mishipa ya damu kusukuma damu zaidi kwenye maeneo ya pua, shingo na mdomo. Ndio maana ukuta mara nyingi ile sehemu kama inakuwa inawashawasha, utamkuta anachezea shingo, anachezea pua, anachezea midomo. Lakini pia kumeza mate kwa shida, kukauka kwa midomo, ule mgongano wa ndani au msongo wa ndani wa kuvutana kati ya uongo na ukweli, kwa sababu mtu anapodanganya kunakuwa na ukweli ndani yake anaujua. Sasa ule mgongano wa ndani unampelekea kupata msongo. Sasa ule msongo unapelekea kukauka kwenye midomo, na hiyo inampelekea na anaanza kuwa na meza mate sana. Kukauka kwenye koo, hiyo inampelekea anaanza kuwa na meza mate sana. Kwa hivyo vitu unaweza kuviona
Unakuta unaongea na mtu unaanza kumuona anameza sana mate, analamba sana midomo, au anashikashika sana shingo au uso. Hiyo inaweza kutoa ishara kwamba tayari ule mgongano wa ndani umeanza kupelekea damu isambae zaidi katika maeneo hayo, ndio maana anapata kama hisia fulani hivi. Yani inakuwa inampelekea kama anakuwa anajisikia kama anawashawashwa. Hiyo waga tunaita kitaalamu Peninsula effect. Na hiyo unaweza kuita pia kitaalamu pacifying behavior, ni hali ya kujituliza. Yani kuna hali fulani inamsumbua ndani. Sasa ile kujituliza ndo anakuwa anafanya mazingira kuchezea shingo, kuchezea uso, mikono ili kujituliza. Lakini pia unaweza kutumia mbinu ya kubadilisha, tunaitaga mbinu ya reverse order. Ukitaka kumgundua mtu muongo, unaweza kumtengenezea mazingira ya kumtengenezea mgongano wa kiakili, tunaita cognitive dissonance, yani kumtengenezea mazingira ya yeye kupata mvutano wa akili, kwa sababu unajua muongo yote huwa hawezi kukumbuka uongo, lakini ukweli huwa ni rahisi kukumbuka. Na kuna msemo mmoja hata wanasema Waswahili kwamba muongo waga anasahau. Kwa sababu gani? Uongo unatengenezwa. Sasa hii mbinu ya reverse order, yani kama unaulemaza ubongo wake, unashindwa kutafakari vizuri, unarudi kwenye mfumo ambao ulikuwa sahihi. Yani unampoteza kutoka kwenye ule ubongo wake arudi kwenye usahihi ambao unatakiwa. Sasa muulize mtu asimulie hadithi yake kinyume. Kusema ukweli ni rahisi kwa sababu kumbukumbu inajirudia, lakini kusema uongo kunahitaji nguvu kubwa ya ubongo kutengeneza hadithi ya uongo inayotengenezwa. Yani kwa mfano mtu akitaka kutengeneza kitu ambacho cha uongo lazima afikirie, lakini ukweli hata sasa hivi ukiamsha unasema ukweli kwamba mimi naenda sehemu fulani, lakini muongo lazima apangilie, nitoka hapa nienda hapa. Sasa ukitaka kumkamata kwenye mbinu ya reverse order, muulize kinyume. Yani kwa mfano alikwambia mimi nitoka mjini, nikapitia benki, nikaenda kanisani, muulize kinyume chake. Sasa alikwambia alitoka mjini, wewe mwambie ulipotoka kanisani ulianzia wapi? Yani rudi kutoka mbele kwenda nyuma, kwamba ulipokuwa kanisani mwanzoni ulitokea wapi mpaka kufika kanisani. Tayari utaanza kumchanganya, kwa sababu mara nyingi mpaka aanze kupangilia. Huo ni mfano. Unaweza kutumia vitu vingine ambavyo unaona kama kakusimulia, muulize kinyume chake. Kama alikusimulia labda nilienda sehemu fulani, rudisha ile story kinyume chake. Na kwa sababu muongo hawezi kukumbuka vizuri uongo wake, na uongo unatumia nguvu kubwa sana kukumbuka, utamkamata. Na hii ndo mara nyingi hata Waswahili wanasema muongo anasahau. Unakuwa umetengeneza mazingira ya kulemaza ubongo wake kushindwa kukumbuka vizuri ile hali ambayo ni ya ukweli. Hii ndo tunaita reverse order. Lakini pia unaweza kutumia mbinu ya micro expression. Sasa hizi waga ni hisia zinazotokea usoni kwa sehemu ya sekunde kabla ya mtu kujaribu kujizuia. Kuwa makini na tabasamu la bandia na mabadiliko ya ghafla ya uso baada ya kuuliza swali gumu. Sasa hizi micro expression ni zile ishara ndogo ndogo ambazo zinatokea kwa mtu, na unaweza kugundua kwamba huyu mtu ni muongo au ni mkweli. Kwa mfano kama tabasamu, ukitaka kugundua tabasamu la ukweli na la uongo, angalia kwenye kona ya mwisho ya macho. Mtu anacheka ukweli, ile kona ya mwisho ya macho waga inajikunja. Lakini pia angalia jinsi unamuuliza swali mtu. Ukiona unamuuliza swali mtu katamaki, kakunja ndita, kashangaa, maana kuna kitu kimemshtua au kuna kitu anajiandaa kupambana nacho. Kwa hiyo unapokuwa unaongea na mtu, muangalie pia na usoni jinsi anapobadilika. Ukiona mtu unamuuliza swali, anatamaki, anakunja ndita, sura yake inabadilika, hiyo maana yake kuna kitu huenda anajiandaa kukabiliana nacho. Lakini ukiona unamuuliza mtu anajibu kawaida, hana pressure yote, hiyo ni ishara kwamba ana utulivu. Na hivi vitu mtu hawezi kujigundua, yani waga vinatokea kwa haraka zaidi. Ndio maana tunasema sekunde 60 utakuwa muangalie kwa haraka zaidi, kwa sababu akianza kujitengeneza maana yake huwezi kumgundua. Sasa pia kuna viashiria ambavyo vinaweza kuonesha kwamba huyu mtu anahangaika ndani, ambavyo vinaweza kutoa picha kwamba huyu mtu ana uongo. Kama tulivyosema awali kwamba kuchezea miguu na mikono bila mpango, kushika shingo au kuchezea nguo, mabadiliko ya kasi ya kupumua, hizo zote zinatokea kwenye lugha ya mwili, kwamba jinsi mtu unapomuuliza swali alafu baada ya kujua baseline yake ya mwanzo, yani umekaa naye hivi, umeshajua baseline yake kwamba huyu mtu ni mtulivu, unaanza kumuona anaanza kuchezea nguo, anaanza kuchezea shingo, au anaanza kuchezea mikono au miguu, au anaanza kupumua kwa shida kwa haraka, tayari inaweza kukupa picha kwamba kuna kitu kimemshtua au kuna kitu ambacho
hakiko kawaida au kuna kitu anaficha. Na mara nyingi huwa ni mabadiliko ambayo yanatokea kwa haraka zaidi. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini kumuona. Yaani mtu unashangaa tu anaanza kushikashika mikono, anaanza kushikashika miguu, kuchezea shingo au nguo, na baadaye sasa anaanza kuanza kujituliza. Sasa usipokuwa makini kumwangalia, unaweza kujikuta unashindwa kumuelewa. Lakini mara nyingi ni ishara ambazo zinaonyesha kwamba kuna mgongano ndani wa kiakili kati ya uongo na ukweli. Sasa kuna uchambuzi ulifanyika sehemu ambayo unaweza kugundua ukweli kabisa. Waga mara nyingi kabisa ya sehemu ya uhakika huwa ni ishara za mwili. Waga zina 90%, kwa sababu mara nyingi unajua mwili mtu kuja kutengeneza au kuweka sawa waga mara nyingi ni ngumu, kwa sababu kwa mfano ile kubadilika uso, kunja ndita au kutamaki au kuchezelezea mikono au uso, huwa inatokea kwa mtu automatic bila hata kujitambua. Sasa hivi kwenye macho watu wengi washagundua kwamba mtu kuepesha macho ni uoga, kwa anakukazia. Kwa hiyo mara nyingi macho unaweza kugundua, lakini ina 80%, lakini maneno ni 70% kwa uhakika. Sasa hizi mbinu zote kisaikolojia waga tunasema lazima uzingatie kitu kinachoitwa cluster, yani mkusanyiko wa ishara. Usiangalie ishara moja. Unaweza kukuta mtu anakopesha kuangalia machoni, kumbe ana aibu, lakini unaweza kugundua huyo mtu, maana yake ukimuuliza maswali mengine na mabadiliko ya mwili ambayo unayaona, unaweza kuhitimisha kwamba huyo mtu anakudanganya. Unaweza kutumia hiyo reverse psychology, kwamba unamuuliza hiyo reverse order, au unamuuliza maswali ambayo kinyume chake. Unaweza kuangalia micro expression, jinsi anavyobadilika sura yake, yani jinsi anavyobadilika mwili wake anavyokuwa, angalia baseline yake. Unaweza kugundua vitu vingi zaidi kuliko kujaji kitu kimoja. Kujaji kitu kimoja waga ni mbaya sana, kwa sababu huwezi kupata majibu sahihi. Hata wataalamu wa uchunguzi kama FBI, mashirika makubwa duniani, waga wanajaji kwa vitu kadhaa, yani ishara kadhaa, sio moja tu, kwa sababu moja inaweza kukudanganya na ukatoa hitimisho ambalo sio sahihi. Okay, jambo la msingi zaidi, zingatia muktadha. Si kila ishara ni uongo. Watu wanaweza kuwa wanaonekana na wasiwasi kwa sababu ya aibu au mazingira. Mara nyingi unaweza kusema huyu mtu anaogopa kwamba kuna kitu anaficha, au huyu mtu ni muongo, lakini kumbe unakuta huyo mtu ni muoga. Kwa angalia muktadha. Muktadha ni nini? Mazingira huyo mtu uliyomkuta. Unakuta mtu ana stress, ana changamoto, labda amefiwa au hajisikii vizuri, labda kaachwa, labda kwenye mahusiano. Sasa hajisikii vizuri, yani anakuwa haongei kwa amani, hajisikii yani kuwa sawa. Wewe unaweza kuhitimisha kwamba ni muongo, lakini kikweli angalia mazingira maalum uliyomkuta huyo mtu. Ndio maana tunasema jifunze kujua baseline. Baseline ni ile lugha ya mtu ya mwili ya kawaida, au jinsi mtu alivyo kawaida. Anapobadilika na kwenda kwenye hali ambayo sio ya kawaida, basi hapo unaweza kugundua. Kwa hiyo muktadha ni muhimu sana. Mtu yuko mazingira gani na mtu ana hali gani, ndio hivyo vitu vinasaidia kujaji kwamba huyo mtu ni muongo au mkweli. Sasa kitu kingine, tumia mbinu hizi kwa busara. Usitumie kwa lengo baya. Jifunze, uelewe na zitumie kwa busara. Sio kwamba kila unapomwona tu mtu wewe muongo ni, hapana, tumia kwa busara, kwa sababu paka uhitimishe hizi mbinu lazima uunganishe ishara kuanzia 3 na kuendelea. Hebu niambie katika comment ni mbinu ipi ambayo umejifunza na umeelewa zaidi. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Paka wakati mwingine, bye bye, tukutane kwenye somo linalofuata.